anaposema kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 4 sura 20, injili sio maneno matupu, bali ni nguvu ya Mungu. Injili ni nguvu ya Mungu, anamaanisha ni nguvu ya Mungu iletayo wokovu. Mtume Paulo ameandika kwenye kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 16, amesema injili ni uweza uletao nini? Wokovu. Lakini injili hiyo hiyo ni nguvu ya Mungu inayofanya transformation. Tunakusanyika ili kusikia kutoka kwa Yesu Kristo, ili kipawa cha neema ya wokovu kiweze kuingia ndani ya mtu. Lakini pia tunakusanyika ili tusikie kutoka kwa Yesu Kristo, ili mioyo yetu, akili zetu, nafsi zetu, mienendo, tabia zetu ziweze kubadilika, tuwe transformed, tubadilishwe. Kwa hiyo neno la Mungu ni nguvu inayobadilisha mitazamo. Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili inazungumza habari ya kubadilishwa katika mfumo wa dunia hii na kufanywa upya, ili tuweze kuwaza na kuyaangalia mambo na kusema kama Mungu katika akili na mtazamo wa Mungu. Tunahitaji injili ya Yesu Kristo, injili ya ufalme wa Mungu iweze kutubadilisha na iweze kuleta wokovu ndani ya maisha yetu. Lakini injili ya ufalme wa Mungu ipo kwa ajili ya kutu-equip, kwa ajili ya kututengeneza sisi waamini, kututengeneza tuweze kufaa kutumika sawa sawa na kutembea na mtembeo wa Mungu. Ipo kwa ajili ya kutushape, kututia nguvu na kutuimarisha, tuwe ni jeshi kamili, tuwe ni mabalozi kamili mbele za Mungu hapa duniani. Injili ya Yesu Kristo ipo kutufanya tuweze kuishi katika nafasi zetu na katika mamlaka ambayo Mungu ametuweka hapo tayari. Amezungumza kwenye Waefeso sura ya 2 mstari wa 6, amesema tumeketishwa pamoja na nani? Na Yesu Kristo. Pale alipo na sisi ndipo tulipo, tumeketishwa pamoja naye. Yesu Kristo alipokuwa duniani, anazungumza kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 6 na 7, anasemaje? Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli, na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Anasema katika kuenenda kwenu. Yesu Kristo anazungumza na wanafunzi wake, mnapoenda nyie watenashara, kawaambieni watu, especially ya nyumba ya Israeli, kawaambieni ufalme wa Mungu unafanyaje? Umekaribia. Wakati huo ufalme wa Mungu bado ulikuwa hujadilika. Ndio maana kwenye Mathayo sura ya 6 mstari wa 10 anazungumza sala ya Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Ufalme wa Mungu ulikuwa bado hujakaribia. Lini ufalme wa Mungu ulikaribia na lini ulitokea? Ni baada ya Yesu Kristo kufa, kuzikwa na kufufuka, ndipo ufalme wa Mungu ulipokuja. Lini Yesu Kristo Mungu alitusamehe? Ni baada ya kutoa uhai wake, kumwaga damu yake na kutoa uhai wake, ndipo tuliposamehewa. Lini mapenzi yake yalikuja na yakatimia? Mapenzi ya Mungu tumesema ni kazi kamilifu ya kidhabihu ambayo Kristo Yesu aliyoifanya kwa ajili ya kukomboa nafsi ya mtu mmoja aliyepotea. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Tunapaswa kuwaambia watu kuhusiana na ile kazi kamilifu ya kidhabihu Yesu Kristo aliyoifanya, na tunapaswa kuwaambia watu namna gani anayemwamini Yesu Kristo amefanyia kuwa ni mnufaikaji wa ile kazi ya kidhabihu, kazi ya msalaba. Tunafaidi katika neema, tunafurahia na kuogelea katika neema, kwa sababu Kristo Yesu alikufa kwa ajili yetu. Yeye aliyefanyia kuwa laana, sisi tunaoamini tuko mbali na laana. Yeye aliyefanyia kuwa dhambi, tunaoamini tuko mbali na dhambi. Lakini pia tunapaswa kuambia Yesu Kristo namna gani ya kukaa katika nafasi yao na kutembea katika mamlaka ya kimungu na utukufu wa Mungu katika mtembeo wa kimungu. Yesu Kristo tayari ile mamlaka alishatupa. Ametabiri nabii Isaya, kuna Isaya sura ya 9 mstari wa 6,
akasema uwezo wa kifalme wa huyu mtoto atakayezaliwa, huyu mtawala Masihi, huyu Mungu mwenye nguvu, huyu Baba wa milele, utakuwa kwenye mabega ya Yesu Kristo. Mabega ya Yesu Kristo ni kanisa. Tunapaswa kuwaambia watu wanaomwamini Yesu Kristo namna gani mamlaka ya Mungu inavyofanya kazi, ili waweze kuidhihirisha huko duniani, waweze kutembea na mtembeo wa Mungu. Lakini jambo la muhimu zaidi, tunapaswa kuambia watu namna gani Mungu ambaye ni roho alivyofanyika kuwa ni mwili. Wokovu umeletwa na mwanadamu Yesu Kristo, 100% ni Mungu aliyovaa nini? Aliyovaa mwili. Ukisoma waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 3 mstari wa 16, utaona anazungumza kwa mara ya kwanza Mungu alidhihirika hapa duniani kupitia mwili na akashuhudiwa na malaika. Kwa mara ya kwanza malaika wanamwona Mungu. Malaika hawajawahi kumwona Mungu. Wanamwona Mungu katika mwili wa kibinadamu. Wanamzungumzia Yesu Kristo alipozaliwa katika hori la ng'ombe. Malaika walishuhudia Mungu amejidhihirisha katika mwili. Yule neno ambayo Yohana alisema, Yohana sura ya 1 mstari wa 14, yule neno aliyovaa mwili akakaa pamoja na wanadamu, Emmanuel, kwa mara ya kwanza malaika wanamshuhudia. Yesu Kristo akasema kwenye Yohana sura ya 1 mstari wa 18, akasema hakuna aliyemwona nani? Mungu zaidi ya mwana, zaidi ya mimi Kristo Yesu. Mimi ndio nimekuja kumuonesha. Kwa hiyo tukitaka kuzijua tabia za Mungu, tukitaka kujua sura halisi ya Mungu, lazima tumwangalie mwanadamu nani? Yesu Kristo. Kile ambacho Kristo Yesu amekikemea ndicho tutakukifuata. Kile ambacho Yesu Kristo alikisema na kukifanya ndio tutakifanya. Yeye ndio awe role model wetu. Kuna mambo mengi ambayo Yesu Kristo amekuja akayakemea ambayo sio Mungu aliyofanya katika Agano la Kale. Moja ya jambo ni pale walipokuwa wanaenda kuhubiri kijiji kingine. Wanafunzi wa Yesu Kristo Petro na Yohana akasema waliposimamishwa wasiende kuingia kwenye kile kijiji, wakasema tuite moto kama wakati wa Elia, tuwalambe ya watu wafe. Yesu Kristo akamwambia amjui ni roho ya namna gani ile kwenye moyo. Njia nyepesi ya kuwafanya watu wabadilishwe ni njia ya kuwahubiria injili ya ufalme wa Mungu. Ndiyo njia pekee ya kuleta tumaini na neema ya wokovu. Bwana Yesu